might not be willing to do it. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza fanya ama usifanye. Unaweza taka ama usitake. Sasa katika lile neno, ninataka Mungu akusaidie uelewe jambo ya kwamba katika maisha ya Mkristo kuna mahali unafika unachagua kama utaubeba msalaba. Praise the name of the Lord. So I want to make a few observations that are important to any one of us. One, taking the cross is by choice. Carrying your cross is by choice. Kubeba msalaba ni jambo la uchaguzi. It is not accidental. Si kitu tu kinafanyika alafu unajipata umebeba msalaba. Hapana. Ni neno ambalo linategemea maamuzi yale utaamua mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Na kuona kwamba Yesu alisema ikiwa mtu atachukua msalaba wake, ikiwa mtu atanifuata. Bwana asifiwe sana. Ikiwa mtu si lazima, it is not compulsory. Si kusukumwa utasukumwa. It is a choice you will make at the personal level. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo nitakwambia ya kwamba mambo yale ambao nitakufundisha kuhusu kubeba msalaba, it is a personal choice that you have to make. Ni wewe utajichagulia, nitabeba msalaba ama nitakaa hivyo. Nitachukua huu msalaba ama nitakaa vile ninataka. Nitaubeba ama nitauachilia. Uchaguzi ni wako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ambalo ningetaka uelewe kuhusu msalaba ni jambo la kibinafsi. Concerning taking or carrying the cross, it is a personal matter. Ni jambo la kibinafsi. Na hivyo ni kusema tunaweza kuwa kanisa moja, lakini hatutabeba msalaba siku moja. Hatutabeba msalaba the same way. Na misalaba haitoshani, haifanani. Kila mtu hubeba msalaba wakati wake, na kila mtu hubeba msalaba wake mwenyewe. Praise the name of the Lord. So Yesu alisema ikiwa mtu atanifuata, basi ajikane mwenyewe. So kuna vitu ambazo ningetaka tu as we continue with the word, uende ukiandika. Jambo moja ambalo Yesu anasema, let him deny himself. The cross is a place of denying the self. Kujikana. Na lile neno kujikana ni neno nzito. Kwa sababu kujikana si kusema siitwi kirago. Hapana, hiyo si kujikana, hiyo ni jina unakataa. Kujikana ni kusema ya kwamba kuna barabara ungepitia lakini una-avoid, unachukua barabara tofauti. Kujikana ni kusema kuna vitu ningefanya. I have the capacity, I have the strength, I have the ability, but I will not do it. Praise the name of the Lord. Denying yourself. It is not that there is a restriction. Nobody said you cannot do it. Nobody said don't go that way. But it is a personal choice that you said, I will not walk this way. I will not do this thing. Praise the name of the Lord. By choice. Na ndio tumeanzia kwa kusema msalaba mtu hubeba kwa kuchagua. Si kwa kufinywa. Si kwa kubebeshwa. Si vile watu walisema. Si vile mchungaji alikuwa anaongea. Unajua ninawaambia, nimewapea hii story. Watu wa Mungu walienda kuhubiri area moja na huko Masaini. Nafikiri either Kajiado ama Narok County na huko interior. Sasa mzee wa mhubiri akahubiri. Alipokuhubiri sana akaita watu wa kuokoka. Hakuna mtu walikuja. So mhubiri akaanza kulia. Amen. Kulia na uchungu wa mtu, hakuna mtu hata mmoja na hii injili yote. Sasa mzee mmoja alitokea. Na watu wakapiga makofi, of course mhubiri akajipaguza machozi akaombea mzee. Sasa the next day mhubiri akaambiwa, yule mzee uliopea na ukaongea na yeye amekunywa, sijui anafanya nini. Sasa mhubiri akaenda kuongea na akamwambia mzee, si uliokoka? Si nilikwambia mtu akiokoka hakunywi. Akamwambia, mimi naona wewe nalia sana. Mimi naokoka ili unyamaze. Hakuokoka kwa sababu ya kupenda kuokoka. Ni mhubiri alikuwa anahurumia, awache kufanya nini? Kulia. Bwana asifiwe.
So ninajaribu kuleta hili neno ili uelewe. Ni mahali pa kujikana. Si vitu haungefanya, si pastor vile aliongea, si vile mhubiri alihubiri kwa crusade nikasikia hili neno ni langu. It is a personal choice. You have made a decision. Praise the name of the Lord. And I want to say this. It is impossible to bear the cross unless you become a person who is able to control your own decisions. Can I say that again? You will be unable to bear the cross until you become a man who can control his own decisions. Ufike eneo, unaweza tawala maamuzi yako. Unaweza jiamulia maamuzi. Na Mungu atusaidie. Nitasema hivi. The cross is a place or is a place of pain. Ni mahali pa uchungu. Msalaba si kitu kitakufurahisha. Si kitu kitakupendeza. No, the cross is a place of pain. Jina la Bwana libarikiwe. If you go to the book of Matthew 26 and read the words of Jesus himself, wakati alienda maombi, akaenda kwa sababu anajua kesho ninasurubishwa. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Wakati alienda kuomba, alisema namna gani? Angalia katika mlango wake wa 26, Matthew 26 verse 39. At going a little further, he fell on his face and prayed, saying, My Father, if it be possible, take this cup away from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Msalaba ni kusema utakuwa na uchungu. Hata Yesu alikuwa anajua nitaumia. Na akawa anaomba, ikiwezekana Baba, niondolee kikombe hiki. Kwa hivyo kama unataka kubeba msalaba, ni lazima uwe ready for the pain. Be ready for the pain. The cross will be painful. The cross will be painful. Na kama wewe ni mtu ambaye hupendi uchungu, hautawezana na msalaba. Kama wewe ni mtu ambaye huwezi amua kuumia, hauwezi beba msalaba. Msalaba wa Kristo unabebwa na mtu aliye tayari for some pain in life. But I want to say this. It is the pain that results in healing. The pain of the cross is what results in healing. It is what results in deliverance. And I want you to understand this. The Bible says in the book of Hebrews chapter number 12. We shall be reading that portion later on. Lakini katika Hebrews chapter 12 inasema na tukimbie mbio iliyowekwa mbele zetu tukiwa wavumilivu, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kwa nini tunapewa habari ya kumwangalia Kristo? Chini kidogo mstari wa 2 wa 3 anaeleza habari ya Yesu na msalaba na vile alivumilia msalaba. Jina la Bwana libarikiwe. The cross is a place of pain. But kama wewe ni mtu haupendi uchungu, you cannot bring healing. Bwana asifiwe sana. Na niwaambie wapendwa, kuna vitu hautavunja katika maisha yako mpaka ujilete mahali pa deeper sacrifice. The deeper sacrificial life. Una sacrifice mambo. Unajifundisha ya kwamba nitaumia, nitajeruhiwa, lakini hii kujeruhiwa, it is necessary in my life. Hallelujah. Just imagine kama Yesu angepotea, angetoroka jioni. Badala ya kwenda Gethsemane mahali Judas angemuona, ajifiche. Na mnajua Yesu alikuwa Mungu. Si alikuwa na uwezo wa kujificha? Kwani si aliambia Pilato, acha kufikiri mimi ni kama wewe. Ningeitisha jeshi la malaika hapa linipiganie, lakini sitaitisha. Nimekuja kwa sababu hii. Praise the name of the Lord. Si ati kwamba Yesu ni kushindwa, alishindwa, hata kupotea. Si Biblia inasema siku moja walimpeleka. Unajua tukiwa na mke wangu tulienda mpaka pale. Palikuwa panaitwa nini? Mount Horeb, mahali mnakumbuka Elijah na manabii wa Baali walingangania. Mahali Yesu alipelekwa mpaka kwa cliff. Ukienda pako tu vile palikuwa hapajaguzwa. Amen. Ukiangalia kule chini the valley of Jezreel, upande huu mwingine unaenda upande wa bahari Mediterranean Sea. Ni asete ambao ni mahali ambao pamejengwa juu ya mlima. Pako juu ya kamlima.
Huko ndiko alikuwa anaenda sana kuomba. Wakamsukuma wakamfikisha kwa the edge. Wapendwa, na ule upepo huwa mahali pale. Si mahali unaweza simama ovyo ovyo. Hata wanaambia mtu vizuri, uwe careful because the wind can throw you down any minute. Praise the name of the Lord. Lakini niwaambie, si Yesu alipita katikati yao? Wakiwa pale tu, akiwa si ati Yesu ni kushindwa, alishindwa kutoroka siku ile alishikwa Gethsemane. Ni kwa sababu he knew it is necessary for me to suffer to bring deliverance to the people of God. Hallelujah. Wapendwa, niambie wengine hapa, Mungu akupe neema ya kuona umuhimu wa sacrifice, kwa sababu kuna watu mnataka kudeliver nyumba zenu, mnataka kukomboa familia zenu, but you are not willing to make any sacrifice katika life yako. Wewe hautaki kubeba msalaba, unataka kuishi maisha ya kukula kunywa, kwamba it's a place of pain. The cross will bring pain. The cross will result in pain. When you accept that you shall carry the cross, you are accepting the life of pain. But that the pain is necessary, it brings healing. Bwana asifiwe sana. Wakati tunaongea habari ya uchungu na kama denial, tunaongea habari ya vitu kama gani? Ya kwamba unaweza kula. Nani amesema chakula ni baya? Si hata Biblia inasema chakula ni ya tumbo, na tumbo ni ya nini? Chakula. Ni ya chakula. Please, hakuna mtu ambaye anaweza kukuzuia. It is not a sin kukula. Hata ukikula from January to December sio dhambi. Lakini nikuulize, unataka ukombozi utatoka wapi wakati wewe unakula tu hivyo? Jina la Bwana libarikiwe. Yesu mwana wa Mungu anakuja hii dunia na anataka kusaidia watu. Anataka kufanya ministry ambayo iko na ukubwa, ambayo itabadilisha watu. Akatuwekea example. Before doing anything, before going out to preach, the Bible says he took 40 days on the mountain. Akaenda kuomba na kufunga. Baada ya kuomba na kufunga 40 days, shetani akamujaribu, akamshinda. Biblia inasema and he came down in the power of the Spirit. Akaja na nguvu. Wewe unataka nguvu katika maisha. Can you carry the cross? Ubebe msalaba, you deny yourself. Useme ya kwamba hakuna mtu ataniuliza hata nikikula from January to January. By the way, hakuna mahali tutawahi weka fasting hapa ati ni compulsory kwa hii kanisa. Hakuna, hata wale unatuwatch online, hakuna siku tutahubiri ati kwamba ni lazima, kama unaniona lazima ufunge. Hakuna kitu kama hiyo. Ukitaka kutofunga, kataa. Lakini natakuahidi jambo moja, kuna deliverance uwezi fikia mpaka ukuje mahali ambapo you are sacrificial in life. Unajipeana kama dhabihu. You deny yourself. Ujikane usigizi. Useme leo sitalala, nitaenda mkesha. Amen. Na mkesha si lazima ukuje kanisani. Wengine kama wale masigos hapa, uko na nyumba, ni wewe tu unaishi huko, na kama kuna mende, But I mean in terms of humans, ni wewe tu mwanadamu uko kwa hiyo nyumba. Hata ukitaka kulala chini, uombe chini, uombe kwa kiti, uwekele mguu kwa meza baada ya kuchoka, upige magoti kwa pilo, upige magoti hapo. Ni wewe tu uko kwa hiyo nyumba. Na wengine wacha niwaambie, unaona masingles ambao wanakataa kuomba wakiwa peke yao, siku zinakuja mtakuwa wawili. Na Mungu asaidie wale ambao unanisikiza. Maana baadaye unaweza tafuta mtu ambaye mtaomba naye. Lakini kwa nini Mungu akupe mtu anaomba sana na wewe hauombi? Kwa nini Mungu afanye ukutane na mtu ambaye anapenda kufunga na wewe unapenda kukula? Hata kukutanisha na mwingine ako na appetite kama yako. Mnapika mpaka mtu akiingia anafikiri kuna wageni wanakuja na mko wawili. Bwana asifiwe sana. Mtu anaingia anafikiri huku kuna iruga, kuna adia, huku ile chakula imepikwa, watu watakula hapa. Na kumbe mko watu wangapi? Wawili. Utaoa mtu akifika kunyonyesha atakula mpaka unashindwa gai. Na anakula in the name of mtoto. Unajua namkulia. Nakulia mtoto atoe na matiti. Sasa mtu anakula. Unaona anakuliza, "Gai, chai imeisha, niongezee thermos nyingine." Unaendea chai thermos nyingine.
Ukihesabu by jioni mpaka unaona mzee amekaa mahali ameangalia mabati. Nani chai anahesabu ni thermos gapi ya saa 12. Halafu anaona kama ni ya saa 4, anaona kulikuwa na ya saa 2. Mzee anajaribu kuhesabu mpaka anaona huyu mtu atanifanya nifilisike. Divorce inaanza. Sasa lakini nikuulize, ungepewaje mtu ambaye hakuli na wewe ni mtu wa nini? Wa chakula. Ungepewa namna gani mtu ambaye ana shughuli na Mungu na wewe hauna shughuli na Mungu? Learn to deny yourself. Na ninajua kwamba utaona result nyingi wakati tutasoma hili neno tukiendelea. So it's a place of pain. But that pain results in healing. Praise the name of the Lord. In fact, I'll be giving the two of them together. The third thing that I would like you to note is that the cross is a place of loss. The cross is a place of loss. Msalaba ni mahali pa hasara. Yeyote ambaye anabeba msalaba lazima awe ready kwa hasara. Uwe tayari kupata hasara. Hasara itakupata. Msalaba kuna mahali hauna faida. Unaangalia hivi mpaka unashindwa, sasa ni nini inanisaidia hapa? Amen. Sasa nikuulize, wakati Yesu alikuwa anabeba msalaba mpaka anaaguka anashindwa, wanasema aliaguka mara 7. Mara 7. Akaaguka mpaka kuna mahali aliaguka, wakachukua jamaa ingine alikuwa hapo anafuata, anaitwa Simon Mkirene, wakamchukua akamabeba. Hebu angalia ile hali ni kupoteza. Watu wale walikuwa pamoja na Yesu wameenda msalaba. Kumbuka John chapter 6. Yesu alisema ya kwamba mtakula nyama zangu, mtakunywa damu yangu. Kuna mtu alibaki kuona hiyo damu mtaweka kwa kikombe gani? Hakuna mtu alibaki. Msalaba ni mahali pa hasara. Alipofikia msalaba, watu wengi walimpotea. Bwana asifiwe sana. Hebu imagine on Friday ameambia wale wanafunzi. No, not Friday, Thursday. Ameambia wanafunzi, tunaenda wapi? Naenda kusulubiwa. Na nikifa nitafufuka, tukutane Galili. Amewaambia openly, nitakufa lakini siku ya 3 nitafanya nini? Walienda Galili? Hawakuenda because they never believe. Ninasema the cross is a place of loss. Na wale haupendi hasara, hauwezi penda msalaba. Hauwezi penda msalaba. Nami nitakwambia, it is the loss that results in a gain. When you face the cross, you accept the loss to lose on the cross. You are also preparing yourself for gain. Kuna kuongezwa hauwezi ongezwa mpaka kwanza upate hasara. Uchukue msalaba upitie katika maisha ya hasara. Maisha ya kupoteza. Nimepoteza marafiki. Nimepoteza. Hizo ndizo vitu ni lazima zifanyike ili upate. Jina la Bwana libarikiwe. Na nimekwambia the cross can only be taken by a person who is willing kuchukua. Mtu ambaye ameamua na mtu ambaye ako tayari kwa hasara hiyo. Praise the name of the Lord. Bwana atukuzwe. Msalaba ni kitu hakipewi kila mtu. Hakipatiwi kila mtu ambaye anapita na njia. Hata Simon Mkirene, mkiangalia vizuri, hakuteta, hakuongelesha askari, mnanibebesha ni wangu, ni mimi nasulubiwa. Alichukua. Alikubali kuchukua. Hakuna mtu hubebeshwa msalaba unless ukuwe mwizi. Amen. Kama wewe ni mwizi, utasulubiwa kwa msalaba by force. Wale wengine wote ni unachukua. Yesu hakusema na mtu akitaka kunifuata aende abebeshwe msalaba. Alisema achukue mwenyewe. Pick the cross. Take it. Msalaba huweko kila mahali. Msalaba uko mahali fulani, lakini ni uamuzi wako utakao kuwezesha kuubeba. Manake ni kusema kama hautaki kubeba msalaba, hakuna mtu atakubebesha. Nobody will force you to bear, to carry the cross. Hallelujah. So, jambo lile lingine ambalo ningetaka uelewe. So the loss is what brings the what? Gain.
Now the other thing ambao ningetaka upate, the cross is a place of suffering. The cross is a place of suffering. Yeyote abebaye msalaba, maana msalaba utakuleta Golgotha. Golgotha manake ni fuvu la kichwa, the place of the skull. Sasa mahali hapo si mahali pa kupendeza. Sasa hata jina yenyewe si inakutia hofu, si ni jina inakutia wasiwasi. Mimi sijui kwa nini walipaita hivyo, lakini jameni nasema hivi, ni mahali ambapo panaleta mateso. The cross will bring suffering. Hallelujah. The cross will bring what? Suffering. Mateso itakuwa, utateswa. Unaweza teseka kwa sababu ya kubeba msalaba. You decided to be truthful to the word of God, you will suffer. And let me tell you this, Christians, kuna injili imehubiriwa siku zetu, injili ambayo inakaa kana kwamba mtu akiokoka hafai kuteseka. Lakini nitawaambia, Biblia inasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humkomboa nayo yote. That is what the psalmist said. Praise the name of the Lord. Mateso ya mwenye haki ni mengi. Wakati unaamua kutembea katika haki, there will be suffering. Salvation brings the suffering one way or the other. Salvation will bring some troubles in your life, but you must never forget it is the necessary troubles. Hallelujah. For you to be the believer you are supposed to be. Mkristo ambaye, unajua wale watu watakataliwa kwa mlango watakuwa wengi sana. Biblia inasema vizuri ya kwamba watamuuliza, Bwana, kwa nini unasema hautujui? Si tulifanya miujiza kwa jina lako, si tulihubiri kwa jina lako, kwa nini unasema hautujui? Na atawaambia, enendeni siwajui enyi watendao nini? Maovu. Salvation, let nobody speak to you like salvation is a journey of honey and butter, honey and milk, the land flowing with honey and milk. Salvation also requires you to deal with the Canaanites. Salvation also demands that you separate yourself from them and you destroy them. Glory be to God. Na hakuna mtu hana Wakanani wa kuua katika maisha yake. Kuna Wakanani unabidi uue, kuna Wakanani unabidi uweke chini, uambie hatuwezi tembea na wewe, I am born again. Now that is why I'm saying salvation is a journey or is a place. The cross is a place of suffering. Na kama hauko tayari kuteseka, nitakwambia wokovu uko bali sana na wewe. Kama hutaki kuteswa, wokovu mkamilifu uko bali sana na wewe. Bwana Yesu atukuzwe. Wokovu bila mateso, ni nini unaokoka? Watu wengi watakataliwa kwa mlango because they never attained the image of Christ. Sura ya Kristo hauweki kwa sababu ya kuharibu sura. Ukifika mahali kujifanya very very serious, yes hallelujah, yes I'm born again, na kuanga nimeokoka, ni hata spendi mchezo hii dunia. Hiyo unaongea ni mzuri sana kuongea. Sasa weka matendo. Unaonanga kaduvati kengine kaeli ati sasa unaweza tufanyia nini ingine? Utafanyia msichana yetu nini ingine? Sasa hii unasema nimeokoka, ni mzuri. Sasa utafanya nini ingine ya kuprove umeokoka? Na kuokoka ni kusema ya kwamba uteswe pamoja na Kristo, ujeruhiwe pamoja na Kristo, uumizwe pamoja na Kristo. Hallelujah. Na hiyo ndio injili. Si unasikia hata amen hakuna? Kwa sababu sisi, na lakini ningekuwa nasema hapa kuna pesa nasikia zinawachiliwa, ungesikia ile amen ingetoka hapa. Ni amen hata itakutisha. So my brother, my sister, it is time for you now to come to a place where you understand there is a cross you must carry. It will be suffering to you, but it is necessary suffering. Itakutesa. Msalaba utafanya uteswe. If you want to understand better, read your Bible in the book of Isaiah chapter 53. Yesu amezungumzwa pale prophetically, akanenwa pale kinabii. Isaiah 53.
Praise the name of the Lord. Angalia vile maandiko inasema, who has believed, from verse 1, what they heard from us, and to whom has the arm of the Lord been revealed? For he grew up before him like a young plant and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. He was despised and rejected, man of by men, a man of sorrows, acquainted with grief, and as one from whom men hide their faces. He was despised and esteemed him not. Hatukumpa sifa, tulimudharau, tulimudhihaki. Huyo ni Yesu ameandikwa habari zake. Mtu wa mateso, mtu wa shida. Bwana atukuzwe. Lakini anaongea vile, anasema habari ya Kristo na kile angekuwa. So ukisoma zaidi anasema, surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Angalia results. Yesu alipojipeana katika hii mateso, uangalie kile kinapatikana. Lakini wewe unataka hii maisha. Kuna watu nimesema hivi, deny yourself, wachana na chakula. Kuna magonjwa itatoka peke yake. Haina haja ya dawa, haina haja ya mtu akusumbue. You just fast, itaondoka. Sacrifice. The cross, the place of suffering. But I want to say this, it is the suffering that brings great joy. Mateso hayo ndio hutoa furaha kubwa. Na nitasema furaha ya kweli. The real joy. Genuine joy. Praise the name of the Lord. Do you know how many people are living in the world with what I would call superficial joy? Fake joy. People who smile, but their hearts are full of pain and bitterness. Because they are not willing to carry any cross. Hawataki kuteswa. Wao wanaona kuteswa ni aibu. Na ninasema hivi, mateso, msalaba tutaangalia baadaye. Praise the name of the Lord. In fact, I think we should go to the other item. It's a place of shame and ridicule. Ni mahali pa aibu na dharau. A place of shame and ridicule. Yeyote aliyeamua kubeba msalaba, kuna aibu utakutana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna aibu mtu upatana nazo baada ya kusema nitabeba msalaba. Lakini hizi aibu ni necessary. They are the things which bring the real joy. Unafurahia. Na wapendwa, kuna watu wengi ninasema ya kwamba they cannot rejoice. And the reason why they don't rejoice is the life they are living. There is not a little sacrifice in them. Hawana time ya kusacrifice. Na kwa sababu hawana time ya kusacrifice, hawana time ya kusurubiwa, hawawezi kuwa na the real joy. Let's go to the book of Hebrews chapter number 12. Hebrews 12. Kuna maneno nataka tufuatishe pale ili uangalie Yesu alikuwa mtu wa aina gani. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the founder and the perfecter of our faith. For the joy that was set before him, and he endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Kwa sababu ya nini? Kuna vitu viwili vinatajwa pale. Kwa sababu ya furaha iliyowekwa mbele zake, alivumilia msalaba. Kuna furaha ambao sio haiko upande huu niko, lakini ninaiona. Furaha ambao hakuna mtu awezaye kuiona, lakini mimi ninaiona. Akasema msalaba, come cross, kuja msalaba. Biblia inasema kwamba akadharau aibu ya msalaba. Jina la Bwana libarikiwe. He despised the shame of the cross. I wanted you to see, the cross is associated with shame. It is associated with suffering. It is associated with ridicule. Msalaba ni mahali utaibishwa, utadharauliwa, utadhihakiwa.
Lakini ni vizuri ujue, hii ndio inatoa raha ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unajikana unakosa kufanya ile mambo watu wanafanya. Nilikuwa naangalia, sijui hata kwa nini nilifikiri maneno haya, lakini nikafikiria vile nimefanya kazi ile, nimefanya ya Mungu, nimetembea kule, nimeenda nikafanya mambo mengi, nikaangalia baraka zile nimepata. Of course, kama ningekuwa pengine nilitafutaga vibarua, nikaanza mabiashara, kuna probability labda ningekuwa milionea, nani yajuaye? Maana akili niko nazo. Amen. Si kazi nilishindwa. Nikaangalia nikaona ya kwamba na kweli sijasoga sana, lakini nikajiambia, I can rejoice in what I have done because I have gained genuinely. Hakuna mahali nilikoni mtu, mimi si mwizi, mimi si hubiri mahubiri mengine ya kutafuta pesa. No. I am teaching the word and God is able to supply according to his glory. Praise the name of the Lord. I can rejoice in that. Na furaha yangu ni ya kudumu, ya kwamba sihubiri nikiwa ninaogopa. Unajua watu wako hata wengine unaweza jaribu kuongea ujikute umefungwa mdomo na unatolewa nje na ashas, maana mhubiri anaogopa utoboe. Siri ambao iko. Kuna watu ambao tulikuwa tunaongeleshana. Unaona mtu anajenga majumba makubwa lakini unalala usiku ukiogopa labda hii inaitangwa nini? Hii DCI, Directorate of Criminal Investigation, wanaweza radi kwako. Unalala ukiwa unafikiria huenda ikawa EACC itafika kwako, Ethics and Anti-Corruption Commission watakuja kwako. Unalala, yani haulali, in short haulali. Amen. Mara umelala sero. Sasa unajua hata ukijitetea, hata ufanye corruption na utoke huko, lakini hebu fikiria vile watoto wako wanakuona na vile watoto wako wanachekelewa na watu wengine na watoto wenzao. Haya, niliona baba yako kwa TV, gai alipelekwa. Hebu imagine hiyo life. There is no joy, there is no glory in that. Praise the name of the Lord. Lakini unaweza kuwa unafanya kabiashara, unauza tuboga yako, unaenda nyumbani na 50 na unanunua kauga na unakula boga, unakunywa, unalala vizuri. Hata kama umelala kanyumba ambao mabati ndio inakuangalia, baridi ikishuka inashukiaga kwako, lakini ukweli wa mambo, igawaje unalala kwa kanyumba kabaya, umelipa. Huna deni ya mtu, huna bibi ya mtu. Amen. Hebu imagine kuishi maisha ambao haujui kama yule mlienda naye atakuja na katoto kanafanana na wewe. Haujui kama yani, can you imagine that life? You gain a lot. Hauna, wewe uko na heshima fulani, watu watakujua. Kuna jamaa moja kwa tunaishi kijiji moja. Huyu jamaa ni wale ambao siku zile za zamani tumajamaa wengine hutembeanga na style zingine za kame, ya? Unajua watu wengine wanakanyangaga dunia. Niko na microphone hapa, iwezi niruhusu nitembee, wacha tu niwache kutembea. Lakini sasa jamaa maringo nini sasa kurudi kusikia baadaye nini imemuua ukimwi. Kwa sababu gani? Mtu ni yule wa kurukaruka hapa na pale, na sifa ile walikuwa nayo. Unajua ni watu wale wanasifiwa kwa kijiji mpaka kai. Mpaka unaona ni kama wewe ni ng'ombe kabisa. Maana mtu anafuatwa na watu, anafuatwa. Ni story tukiongea. Jamaa mwingine huwa anakumbuka, wakati watu wanabeba gunia moja ya mahindi. Alikuwa anabeba gapi? Hapa. Anaekelewa wapi? Na nikupandisha kwa sirio. Si mnajua Masairos anapandisha mpaka juu. Siku zile wakipanga magunia. Anabeba. Na unajua mtu analipwa na gunia. Jamaa, yani ni wale tunaita 6 pack. Ni wale watu wakikuinua hivi, unainuka tu. Labda ushikilie kikiingia sitima. Ndio hautainuka, lakini hata ukishika kameza, hata wainua nyote na kameza. Unless wewe umepitisha kilo 180. Amen. Sasa mtu wako hivyo, lakini baada ya muda unarealize mtu amefanya nini? Amekufa na aibu. Amen. Watu wengine tuliadmire kwa sababu tulikuwa tunaona wana maisha mazuri.
Sisi si wezi, lakini yeye ni mwizi. Sasa unaona kiatu anampia. Ukikaa kidogo, trusa ameshomoka na ingine. Na unajua kwa watoto na wale ambao wako hapa wazazi, ukifikisha watu umri fulani, hakuna kitu kingine wanafikiria isipokuwa nguo. Ni normal. So wakiitisha nguo, nunua. Wacha maswali mingi na mambo mengi. Nunua. Hiyo ni age. Bwana asifiwe sana. Huyo mtu hakuna kitu kingine. Unataka afikirie nini kingine? Anafikiria tu vile atatokea. Alright? Yeah. So niachane na hilo. Ninasema hivi. Tulikuwa tunawaadmire. Tunaona ndio watu wenye sifa, ndio watu ambao wanaonekana wamesonga. Lakini leo nikiulizwa, afadhali hii maisha niliishi yenye mateso, yenye kusubuka, lakini niko na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya raha ya muda, si afadhali hii raha ambao ni ya milele? Kuna wakati unahitaji ujifundishe. Msalaba una uchungu, msalaba una aibu, lakini it is for my own good. Hallelujah. The cross is not a good place to be in. The cross is not preferable. It is not something anybody would choose if there was another choice. But there are times when you must realize this is the only way. Hii ndio ni mahali pa aibu, lakini ndio huleta utukufu. Yesu alisemwa hapa ya kwamba for the glory that was set before him, alivumilia because of the glory that was set before him. Utukufu ambao ulikuwa mbele yake akauona. Na ndio maana nataka tuangalie pia ni nini mtu anaweza fanya ili aubebe msalaba kwa urahisi. Lakini tuende katika jambo lingine. It's a place of defeat. The cross, wacha nisikudanganye, ni mahali pa kushindwa. Ni mahali ambapo unakaa defeated. But I wish you understand this. This I would say, I don't want to say I'm speaking ironically, but I'm speaking in parables here. Because mahali hapo tunasema aibu ndipo mahali pa sifa kubwa. Mahali hapo tunasema ni mahali ambapo pana kushindwa. We all know that at the cross we are not defeated. Praise the name of the Lord. Yesu ni kushindwa alishindwa? Ni kujipeana alijipeana. Nimewaambia alikuwa na uwezo wa kuitisha, alisema I can ask for a legion of angels, not even one. I can ask for legions of angels. And a legion is anywhere between 1,000 and 10,000. So Jesus was saying, I can ask for tens of thousands of angels to come and defend me, but I will not. Was Jesus defeated? Come on. Was Jesus defeated? No, he was never defeated. He kind of submitted to defeat. Ni kujipeana kwa kushindwa. Sijui nimewapea hii kisa, nilikuwa na my cousin. Hata sasa yuko, lakini sasa unajua ni mzee. Hawezi fanya vile alikuwa anafanya. Sasa yeye alipenda sana kucheza na watoto. Sasa anaenda akikutana na kijana kadogo, kwanza boys, unajua boys are a little bit rough. Alafu anajifanya anakabia kai usinigonge usinigonge. Sasa unajua kakijana kanapata motisha. Yaani kumbe naweza gonga mtu mkubwa. Unaona kama kuja kumbe kanamwambia, "We, naweza kugonga." Sasa kakijana naye anahepa tu anajifanya, "Oi, nitagonga oi." Sasa kijana anafurahi, lakini je, ni kushindwa akashindwa na yule mtoto? It is submission. Bwana asifiwe sana. With a purpose, encouraging somebody. Amen. Wangapi hapa na watu wengine muachake kujifanya so serious, unakaa kama Hitler kwa nyumba. Sometimes it is good, cheza na watoto. Onyesha watoto jinsi ya kushinda. Amen. Mnaweza shindana na watoto, unamwambia shika hapa. Wakati anakuvuta, jipeane kwake. Kwanza wakiwa wadogo, unamweka nguvu ya kwamba anaweza shinda. Unamuonyesha ya kwamba anaweza, lakini wazazi wengine hapa na hii mambo ya kutuambiaga umechoka, uache. Hii dunia ni wewe ulituleta. Keti tuongee, keti tujadiliane. Unasikia Nelson? Oh, he is the new father in the house. Bwana asifiwe sana. Mnaweza piga makofi kwa sababu ni heshima pia kuitwa baba. Akikuwa mkubwa ukae hapo. Uongee maneno. Amen. Na uvutwe nywele, angalie ndevu, unataka angalie za nani? Amen.
Angalie hiyo mishipa, anakuuliza sasa, mbona uko hivi? Anashindwa kama uko na mti uko ndani iko na roots. Now that's advice. Maana wazazi wengi hawaelewi. But I wanted you to see the picture of somebody who is submissive. Si kushindwa umeshindwa. Jesus was never defeated. So even as we are saying, the cross is a place of defeat. It's a place of defeat for those who want to see us defeated. It's a place of victory to those who understand. Hallelujah. Kushindwa sikatai, nilishindwa. Wakati nilishindwa kuiba, si nilishindwa. Si kuna watu walipata pesa mbele yangu. Si kuna watu walinunua magari mbele yangu. Si kuna watu walijenga maploti mbele yangu. Lakini afadhali mimi sikujenga mbele, lakini nitajenga ya heshima. Unajua unaweza jenga kanyumba kadogo lakini kawe na heshima ndani. Mungu ako huko, roho yuko huko, neema iko ndani. Yaani atmosphere iko sawa. Si mtu analala akiitishwa madeni kwa nyumba. Unalala ukiona watu wanakwambia lete, unastuka, unashindwa pepo mbaya. Maana nyumba imejengwa na ya wizi. Lakini wewe unaweza kuwa unaonekana ulishindwa, ulilemewa. Amen. Na ndo nitaambia watu hapa, na hasa kwa hili niongee na wazazi pia. Keti na familia, wasaidine waeleze. Ombeni pamoja. Na watu wengine tuache kujifanya watu ambao hawaelewi. Ombeni pamoja kama familia. Elezea watoto mahali ambapo umekwama. Wako na imani kukuliko. Amen. Mimi nashukuru Mungu wakati watoto wetu wakiwa wadogo, miaka 10 imepita. Hata si 10, ni kama miaka 11 hivi. Tukawaambia tuombe Mungu atupatie gari. Of course niwaambie watoto hawakuona gari itakuja next year but waliona gari inakuja lini? Kesho. Tukaomba. Ninakaka na wakumbusha na wauliza, "Munaomba?" Wananiambia tumeomba. Daddy tunaomba. Mimi tunaomba kabisa gari itakuja. Tukaendelea maombi. Wakati moja nikawauliza kama wanaomba. Wakaniambia, "Na kwani tunaomba na haifiki?" Watoto wako na imani kubwa kukuliko. Wako na imani kubwa kuliko vile unafikiria. Praise the name of the Lord. So sometimes show that defeat. Show like you are defeated. Lakini waambie tuombe, tuaminie Mungu, mambo yatabadilika. They can believe better than you. And I want you to dare your children. If you don't believe what I'm talking about, dare them to believe. They believe. Amen. Kiwaambia wakuombe wewe ni mgonjwa, believe it, utapona. Believe it. Ukiwaambia kwanza hili kadogo ambao haijaribiwa akili, miaka 7 kurudi chini. Hiyo watu wako na imani piwa. Imani yake ni piwa, haijachanganywa. Yeye hajafika eneo la kuchanganywa. Understanding yake haijui mambo mawili. Unaweza omba ujibiwe ama ukose kujibiwa. Yake inajua ukiomba utajibiwa. Ukiitisha utapewa. Praise the name of the Lord. But I wanted to say this, that was not the topic today. I wanted to say the cross is a place of defeat, but it results in great victories. Hallelujah. It's a place of defeat in quotes, but it results in great victories. Kwa hivyo kuna ushindi ambao katika life unautafuta. Hautaupata mpaka siku ile utajipeana katika habari za kushindwa. Useme wacha nishindwe, wacha nikose. Bwana asifiwe. Wakati mmoja tulipata kasehemu ya ardhi mahali tukanunua, lakini bahati mbaya tukakuta ilikuwa na kasoro. Tukaambiana na mke wangu hatutafuata hii kitu. Na tulikuwa chini sana. Chini financial. Tulikuwa tumetumia savings zetu zote. Hata in fact tulilipa in 2 installments because we could not make to pay in 1 installment. Tukalipa in 2 installments. Tukafika mahali tulipogundua iko na makesi, iko na shida, tukaambiana tuachane nayo na tukakubaliana Mungu wetu ana uwezo wa kutubariki
na kutupea. Na niliregreta sana kununua lile shamba. Maana ile pesa ilikuwa wakati huo ingenunua kagari. Na niwe ninajibeba naye, ninafanya kazi ya huduma naye. Mpaka nikaanza kuona ni kama nilikosea, ni kama ningefanya. You know those things. I'm human also. Praise the name of the Lord. Lakini wakati ule tuliachilia na tukaambiana ya kwamba Mungu atatubariki. It took time. And I can tell you it took time. Praise the name of the Lord. It took at least another 4 years before we saw a tangible miracle. Not even 4. It took around 5 good years. Kabla hatujaona utendakazi wa Mungu wa kipekee. Tulikaa watu ambao wameshindwa, watu ambao wamefilisika, na kweli tulifilisika, because nikikwambia the last minute about tulilipa, we cleaned our account, tukawa hakuna kitu imebaki. But I can give you this assurance, in that moment ambako hakuna kitu imebaki, ndio siku Mungu alitukumbuka akatubariki. Bwana asifiwe sana. So there are defeats which bring a lot of victory later on. Kuna kushindwa ambako utashindwa. Wapendwa, kuna maneno, kuna mambo utawacha. Uache kujitetea. Umesurubiwa, wewe kaa kwa msalaba. Forget about how you will come down the cross. Utakapokufa watakutoa. Amen. Kuna mahali Yesu alipanga mazishi yake kule itakuwa. Kuna mahali alisema nani watabeba. By the way, hata katika hii dunia nani upanga mazishi yake isipokuwa watu wachache ambao akili zao ziko na kasoro. Watu wengi ni wale tunawacha, wale wataachwa watapanga. Na by the way, wewe si mtu wa kukaa ukifikiria ati nikikufa naweza zikwa namna gani. Hapana. Wewe ukikufa umekufa. Tutakushughulikia. Wale tutakuwa hai. Amen. Si kitu ya kukuweka wasiwasi mpaka unauliza, sasa nikikufa kama saa hii. Na wengine mtajiua mapema. Ukianza kufikiri hivyo, utaanza kujiua, lakini haujiui physically, unaanza kujiua kutoka ndani. But I wanted to say this. Yesu hakuna mahali alipanga mazishi. Hakupanga nani atabeba jeneza. Hakupanga nani atakuja kunipaka mafuta. Yeye alikubali ya kwamba let me die. Praise the name of the Lord. But in the place of defeat, great victory was earned. Ephesians chapter 4 can give you a better picture. Biblia inasema kwamba and he went down, akashuka mpaka kuzimu. Alipofika kuzimu, he took captivity of the captives. Praise the name of the Lord. Na Biblia inasema ya kwamba akapanda na akapeana watu vipawa. He did not come the way he went. He went to hell and defeated the devil who thought he had defeated Jesus. Praise the name of the Lord. What am I talking about? At times it is in defeat that you attain great victories. Shetani akikudanganya ukose kuona hivyo, ushindi wako utapotelea huko katikati. Sasa twende katika jambo lingine ambalo ningetaka tu kuzungumza briefly. Bwana asifiwe sana. It's a place of death. It's a place of the cross is a place of death. Usidanganywe na mtu. Kaburi ni mahali pa kifo. Utakufa. Msalaba, samahani, ukiufikia msalaba utakuua. Lakini I want to say this, it's the place that where we come back to life, the place of resurrection. Bwana tukuzwe sana. Na kuna nguvu katika maisha ya mtu hautawahi ona mpaka ujifikishe katika eneo la kukubali msalaba. Unataka kufufuka? How? Bwana asifiwe sana. Wangapi hapa ungetaka kufufuka? Yeah. Ninauliza hivi, wangapi mngependa kufufuka? Okay. Hawa wengine mnataka kuoza? Niulize swali, wangapi ungetaka kufufuka? Hebu inua mkono juu. Ningetaka kufufuka. Haya, weka mkono tu hivyo juu hivyo, ningetaka kufufuka. Haya, katikati ya hao mikono iko, unaweka mkono chini kwa nini? Katikati ya hao mkono uko juu, wangapi wangependa kufa? Bakisha mkono juu kama ungetaka kufa. Unaona?
Hii ndio shida. Ninataka kufufuka lakini sitaki kukufa. Unawezaje fufuka kabla hujakufa? Amen. So kindly understand the mystery. Kuna nguvu ya ufufuo kama vile imeandikwa katika kitabu cha Romans chapter number 8. Hallelujah. Kuna uwezo chapter 6 and also chapter 8. Kuna nguvu za ufufuo. You can only come across the same because you died. Hallelujah. Kama haukufa huwezi fufuka. Praise the name of the Lord. Kama haukufa unafufuliwa na nani? Unafufuka aje? Sasa shida ile tuko naye kubwa ni watu ambao hawataki kufa popote lakini wanataka kufufua. Na nguvu zingine mnaitisha za Mungu zinatamani, zinahitaji mtu awe kwanza amefanya nini? Amekufa. Ndio nguvu zinatokea. Na kufa ni kusema namna gani? Ni kukubali ule msalaba. Ukubali mateso ya msalaba. Ukubali shida za msalaba. Ukubali zile aibu. Ukubali mapigo. Haleluya. Ukubali majeraha. Ukubali kusikia hivi unasikia vibaya. Ya kwamba ninalala, Mungu hii ni maisha ninaishi. Usikie ule uchungu. Ungetoka uwe kama kahaba wale wako Koinange. Ungepata pesa kama wao. Labda ungekuwa umejengea mama yako nyumba ya gorofa. Lakini ukaamua, I am not that type. Nitavumilia hii aibu. Nitavumilia kwenda nyumbani ninatukanwa. Ninaulizwa kwani ulienda Nairobi kufanya nini? Rudi huku Gishagi tulime. Unaambiwa hata kwani unaane ndege wakifurahi. Na kwanza Wakikuyu ni wana matusi. Kwa hivyo kama gatonyo ni tukiobokaga. Yani, do you earn birds and when you are paid, they fly away? Is that what you do? Ama unadhokoma nini? Hey, na wana matusi. Unaenda unatusiwa, unaongeleshwa. Hey, hata wengine unauliza utabeba marege. Unajua nyinyi hakuna kitu mnakuaga naye huko. Na ni matusi. Unajua kuna marege unaweza pewa ya amani na kuna marege ya matusi. Amen. Unapewa na ni ya aibu. Unawekewa mpaka nini? Mahindi ingine imekuliwa na bosa. Mundu taregea kere. Ndale ikoro. Mtu ana chake hana roho, anachukua kile anapewa. Ya kupewa haiangaliwi meno, ya kupewa haiangalii mahogo. Unaongeleshwa mpaka unashangaa. Na ni kutusiwa unatusiwa because ya ile mashida uko nayo. Praise the name of the Lord. Mimi husema na tafadhali nilisema hivi, mtu asiaibike maisha. Kuna kiwango unaweza kuwa ambao unahitaji kuishi at your level. Are we together? Aibu zingine zikubali. Mambo ya kwenda Gishagi unapewa kuku unaibeba na mayai mbili. Haleluya. Unapewa nini ingine? Tumaharagwe unasema weka kwa viazi, taenda kuchagulia pere ili nisikuwe na tugunia twingi. Unajua nyinyi hamjaipata mambo. Mimi huambia tumebeba. Paka siku moja tuliacha gari hapa Thika Road, ikaenda na matatu. Unasikia kama utafuata matatu Nairobi. Jukuku imeenda. So mimi hupeana mifano ama yetu. Uko na watoto uwezi afford kuwalipia kiti. Kwa hivyo ni kuwashika. Na ni wawili na ni warefu. Wala wanainamaka kwa kiti hivi. Wapendwa. Paka neighbor anaona vile umengangana anakuambia mwambie akae hapa katikati. Neighbor akiona vile na sio shato ni hii ya kufinyana. Nakwambia ukifika unashuka kwanza unasimama unagogo na githiorore. Kila roundabout. Maana damu hata haitembei. Juu ya suffocation ile umepitia pale nyuma. Unasikia mtu anachagua ile kiti ya nyuma kabisa. Ama hapa karibu na dereva. Mtoto anaketia engine inasemuka anaamuka. Bwana asifiwe. Na ndio na hetu maskini. Maana umaskini ni shida kubwa. Lakini nawapeanga mifano hii kwa sababu aibu hiyo tumevumilia. Tukakubali kupitia katika hiyo aibu.
ambako unapita katika eneo paka mtu unaona vile watu ukiingia gari paka conductor anasema hawa watoto wote ni wako ni wawili, mpaka unashindwa kwani anaona wangapi, because ameuliza hawa wote. Nyinyi hamjawahi ona maneno, mmebarikiwa. Amen. Na saa hiyo unatoka hapa unaenda wapi? Tuachane na hizo story. Amen. Paka unajaribiwa kudanganya mtu wa basi ya kwamba mtoto hajafikisha miaka 7 na ako naye, unamwambia alipitisha tu juzi because hawezi afford shilingi hiyo ingine 400 ingine umlipie kiti. There is a God in heaven. Hallelujah. Some suffering is for a time. Some of the pain that you are going through is for a time. It will not last forever. Bear your cross. Hallelujah. Na muache kubeba msalaba mkiwa mmesononeka. Muache kubeba msalaba ukiwa umeinamisha kichwa chini. When you carry your cross, lift up your hand, because the same cross will be the source of your glory. Somebody say amen. The same cross where you die shall be the point by which God will raise you from the dead. Hallelujah. Wakati mwingine ukiona jiwe limewekwa kwa kaburi, don't worry. It is none of your business to know how the rock will be taken away. It is your business to die and let God do the rest. Somebody say hallelujah. Kuna mambo ni lazima wapendwa turudie. Tuache kuona kama kuteswa, kama maisha tunayopitia sisi ni wajinga. Somebody say I'm not a fool. Hey, say it like a woman of faith or a man of faith. Say I'm not a fool. Somebody say I know what I am doing. Glory be to God. Some of this because kuna watu ambao watafanya uone kama uliokoka ukakuwa mjinga. Nanga mwahonokire mukirita. Inywe ekaeka yatashokagia mahoya. Kwani huyu Mungu wenu hajibu maombi? Let somebody know. I might not have received the answers of the prayers that I've been making, but I can tell you for free, the God whom I pray to hears and answers prayer. And there is no bargain about that. There is no discussion about it. Hallelujah. Hey, ati mnaishike kulialia kwa hiyo kanisa na hakuna kitu mtu ako naye. Wacha nikuambie, sina kwa sababu sijafika kuanzia withdraw from the account. Hallelujah. Sometimes it is that I deposited in an account that will produce results after a year. Give me time. Somebody say, with the time I will begin to withdraw. Wacha kujali vile watu wanaongea. Kuna watu watakuonyesha kama wewe ni mtu mwenda wazimu. Kuna watu watakuonyesha hii ni nini, ni maisha gani unaishi. Let me tell you this. For the joy that is set before us, we can bear the cross. For the glory ahead, we can bear the cross. Hatukai na msalaba kwa sababu tunaienjoy. Lakini there will come a time we will enjoy the time we spent on the cross. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba and today he is seated at the right hand of the throne of God. Inua mkono wako wa kulia, sema Bwana, unifanye kukumbuka kuna kiti nimewekewa baada ya msalaba. Never forget that. There is a higher glory that is waiting for you. Praise the name of the Lord. So nitawaambia hivi, misalaba, kuna misalaba mitatu na ambao nataka tu kusema briefly kwa sababu msalaba mmoja ndio kila mtu anapaswa kubeba. Kuna msalaba aina ya kwanza unaitwa the first cross. Msalaba wa kubebeshwa. Si wako, si vile unataka, ni kusukumwa, nimesukumwa. So nikaubeba msalaba by force. Huo msalaba nitawaambia ya kwamba the results thereof are very minimal. Very, very minimal. Msalaba aina hiyo ambao umebeba by force, matokeo yake ni kidogo. Number 2, kuna msalaba by purpose. Msalaba ambao unalengo, if I can say with a name.
Praise the name of the Lord. There is a reason as to why I'm carrying the cross. Unajua kuna mtu ambaye anaweza jipeana, anajitolea, lakini ni vile anabeba msalaba akijua anaolewa, jua anaoa. Anabeba huo msalaba hivyo ili in case akufe azikwe vizuri kwa kanisa. Amen. Na ni vizuri kusema hii mambo kwa sababu unaweza kaa kwa kanisa na kile kimekuweka hivyo ni ukifikiria vile utakufa, utazikwa na nani? Na utaki kuzikwa kama nguruwe. Unataka kuzikwa na heshima. So ukaingia kwa kanisa ili ukikufa uzikwe. Lakini ni vizuri ujue kuna msalaba wa tatu. The cross born because of love. Msalaba ambao unabebwa kwa sababu ya upendo, kwa hiari, kwa kuamua. You made a decision. It was willfully born. Praise the name of the Lord. Ni kupenda umependa, ni kujiambia umejiambia, mimi nitaubeba huu msalaba, nitatembea tu katika hii njia, nitatembea tu katika mambo haya, sitakubali kujiaibisha. Jina la Bwana libarikiwe. Sitaaibisha jina la Mungu. Si vile watu walikusukuma, si maneno watu waliongea, si vile kuna mtu alifanya kitu, lakini ni uamuzi umeamua kulingana na mambo ya kwamba mimi nimependa. Jina la Bwana libarikiwe. Nilikuwa nakumbuka maneno ya mtu anaitwa Jacob katika the book of Genesis 29. Alipofika kwa mjomba wake, Biblia inasema ya kwamba alipoulizwa utalipwa nini, uwezi fanya kazi bure, alisema nitafanya miaka 7 na ili unipatie recho. Na Biblia inasema kwamba alifanya miaka 7 ikikaa kama muda kidogo sana because of the love. When you love, you can sacrifice anything. Praise the name of the Lord. When you love, you can bear any pain katika maisha. Na ndio maana ni vizuri ubebe msalaba kwa kupenda. Ubebe msalaba kwa sababu ya kupenda. Nimependa Mungu, nitakubali kubeba msalaba. Nimependa Mungu na mambo yale yamenitendea, ndio maana nitabeba huu msalaba. Hallelujah. Carry your cross and carry it rejoicing, kwa sababu msalaba utaleta mambo. Sasa nitasema hivi, ili ushinde msalaba, ili uweze kubeba msalaba, kuna vitu kadhaa unastahili kuelewa. Number 1, consider the outcome. Now, come on, just a minute before you write that one. Number 1, consider the reason why you carry the cross. Fikiria sana na uangalia, ni kwa nini ninaubeba huu msalaba? Kwa nini nimejipeana kubeba msalaba huu? What is the reason? Blessed be the name of the Lord. Maana kitu kimoja kitakusaidia kubeba msalaba ni kujua kwa nini unaubeba. Ujue ya kwamba ninatumika hii miaka 7 kwa sababu ya Recho. Utabeba hiyo msalaba. Ujue kwa sababu ya Kristo, kwa sababu ya wokovu, kwa sababu ya imani yangu, kwa sababu ya utakatifu, kwa sababu ya kupenda Mungu, ndio ninabeba huu msalaba. You can carry the cross na isikuumize. Lakini kama hilo jambo haliko kwako, hautabeba msalaba, utaumia. Number 2, ndio nilikuwa nataka kusema, consider the outcome. Fikiria ni nini kitatokea wakati nitabeba huu msalaba. Matunda yale yatazaliwa ni yapi? Bwana Yesu asifiwe. Italizote na nini? Nitakapojipeana hivi, nijitugumanie, niache kaombe, niache kufanya hii kazi ninafanya, niende kanisani nipate masaa 2, nitafute uso wa Bwana. Hii ni kujikana. Kuna mtu mmoja ambaye alikuwa, nilisikia hii hadithi, yeye alikuwa mama na alikuwa na duka. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alikuwa na ile duka yake, akifanya mambo yale tu alikuwa anafanya ya kawaida, lakini akaokoka. Akaanza kujipeana kwa kanisa, kwenda maombi nini. Mume wake akawa na hali ya uzito kwa sababu anaona mama anakataa nini? Anakataa kazi. Praise the Lord. Ufikia wakati tunafuata the cross. Jina la Bwana libarikiwe. I want to say this day, even as we come to the cross of our morning service, think about the cross you have to carry. It might be shameful. Utaaibika kwa sababu ya kubeba msalaba. Si msalaba ujoge ambao uhangi hapa, ama ya kachuma, ama ushonee kwa nguo kama mwingine nilisikia ameambia
ashonere sijui ya yero. Akakuja siku moja asubuhi akauliza mama alikuwa fundi hapo, akamwambia "Gai, ulishonelea?" Akamwambia hapana. Akamwambia asante, Roho alisema tubadilishe rangi, tuweke papo. Sisemi ushonelee misaraba kwa nguo ama uweke moja kwa nyumba kubwa, hapana. That is not what I'm talking about. Ni vyema ujue ni msalaba wa mateso katika maisha. Suffering for Christ. Suffering because of your faith. Praise the name of the Lord. Because of the Lord. Hii kitu ninapitia kwa sababu ya Kristo. Sipitii kwa sababu ya ujinga. Sipitii kwa sababu ya kutoelewa. Sipitii kwa sababu ya kutokujua. Ninaelewa. Ninajua naweza fanya hivi, lakini nimeamua. Nimepurpose ya kwamba nitafanya mambo haya kwa sababu ya Mungu wangu. Mungu hajawahi aibisha. Kumbukeni Joseph alipokubali kubeba msalaba wa kukataa nini? Uzinzi. Si alibeba msalaba mkubwa? Alikaa jela miaka mingapi? Miaka 10 na kitu. Bwana asifiwe sana. Alikaa jela miaka 10 na kitu. Hiyo miaka 10 na kitu si ni kama kuwaste. Si ni kama miaka imepotea. Lakini muangalia wakati anatoka jela. Alipotoka akaenda kwa Farao akamwambia nimesikia unaniita. Akaambiwa kuna ndoto nimeota, akatafsiri ndoto. From there life ya Joseph never was the same again. Hallelujah. The life was changed. The life was transformed because alikubali kulipa ile gharama. Na mimi huwa najiuliza maswali. Kama wangekuwa amefanya vile alikuwa amefanya, wewe unaona kama angekuwa prime minister mahali? Si hata kungesemekana anajua kutafsiri ndoto na awe recommended. Si mke wa Potiphar ndiye angekuwa wa kwanza kusema objection sir. Ukichagua huyu mtu finished. Atakuzalishia mtoto kwa nyumba yako. Huyu mtu maisha itaharibika kwako. Na kwa hivyo Joseph the best alifanya ni kuvumilia, ni kukubali ya kwamba nitateseka kwa sababu ya imani yangu, nitateseka kwa sababu ya Mungu, lakini katika hiyo ndio ilimtukuza. I want to say this, there is a glory waiting for you if you accept the suffering of today, the sufferings in the time that you are in. I want to say this, the time will come na siku moja utaona kwa nini ulikuwa unateseka. Sasa hii unaweza shindwa, kwa nini unateseka? Mambo haya yote ninapitia ni kwa nini? Hii itanisaidia na nini? Lakini nitasema hivi, igawaje hausaidiki, hauoni faida, lakini kazi ile unafanya unapomngojea Bwana, unapokubali kuteseka, unapokubali kufinywa, unapokubali kuumizwa kwa sababu ya imani, kuna faida kubwa utapata mbele yako. Inamisha uso wako mbele za Bwana na ili tujiombee maisha yetu. Na ni vizuri uambie Bwana, Mungu nipe neema ya kuvumilia mateso, mambo yale ambao ninapitia, hali zile ambazo ninapitia. Somebody pray for yourself. Somebody pray, talk to God, kwa sababu ni mwaminifu, ni mwenye heshima, ni mwenye neema, ni mwenye kibali kikubwa katika maisha yetu. Somebody talk to God, mwambie Mungu nipe nguvu, nivumilie mateso, nivumilie mambo ambao ninayapitia, nivumilie hali ambazo ninaweza kuwa ninazipitia, niweze kuvumilia mambo haya ambao yamekuwa katika maisha yangu, for I know it will result in a greater glory. Somebody worship the Lord. Ingine situmwambie Bwana asante, kwa sababu ni wewe umenifanya nipitie hii njia, niteswe vile ninateswa kwa sababu ya imani yangu, niudhike kwa sababu ya imani yangu, lakini ninajua ya kwamba kuna faida wakati ninateseka. Ninajua ya kwamba kuna faida wakati napitia katika mambo haya. Ninajua ya kwamba it will not be in vain. It will never be in vain in my life, in the name of the Lord. Repaganda ramakate rabozaniba palamagando robosela rabozanda. Kuna mateso tunapitia, kuna mambo ambayo tunajeruhiwa kwake, wakati tunajinyima, tunakaa kama wajinga, tunakaa kama watu ambao hawakujua ni kwa nini. Lakini you are God and you are faithful, my God. You are faithful in your word. You are faithful, my Father.
Lema kando robo sala baganda ramasela la kota rabozande repazela kata rabazanda raposali makanda rababoza rima mama shela la kotaida. I pray that, my God, we will know how to sacrifice, we will know how to carry the cross. Na hata kama msalaba una maumivu, una machungu, lakini Bwana ni kwa faida yetu, ni kwa heshima yetu tunaubeba, ni kwa faida yetu tunabeba ule msalaba, ni kwa faida yetu tunaumia, ni kwa faida yetu tunajeruhiwa. And God, I know, even as we continue to be in pain, there is a good result that is awaiting us. Somebody pray for yourself. Somebody tell God to give you the strength, the grace to carry the cross. Neema ya kubeba msalaba, neema ya kutembea na ule msalaba paka tuone matendo ya Mungu, neema ya kubeba ule msalaba paka tuone makubwa ambayo Mungu ametuwekea katika jina la Yesu Kristo. I worship you because you are worthy. I worship you because you are mighty. I give you glory because you are wonderful, Jehovah God. Though we may not understand, everything, but we know that, God, you are a faithful God. We know that, God, you are a faithful God. We know that, God, you are a faithful God. We know that, God, you reward those who carry and bear the pain. Those who take the cross have a benefit that is greater than the pain and the loss they suffered in their lives. We give you glory. Somebody just stand up in the name of Jesus Christ. Stand up wherever you are and allow the Spirit of God to move in your life and allow the Spirit of God to minister to you. There's a life in the name of the Lord. Lift up your hands. Mwambie Bwana, nipe nguvu, nipe uweza wa kuvumilia, nipe uwezo wa kuvumilia katika mambo haya, wa kuvumilia machungu ambao naweza kuwa ninayapitia, mazito ambao ninayapitia, kwa sababu sitateseka milele, sitaumia milele, sitajeruhiwa milele. Kuna faida ambazo nitazipata, kuna baraka ambazo nitazipata katika jina la Yesu Kristo. We worship you, we give you glory, we give you honor because you are worthy. Rekasela bagande rebaboza. We worship you because you are worthy. Sinji ya rahisi ya kwenda mbinguni, miba mingi safarini. Sinji ya rahisi, lakini najua Mwokozi yu pamoja nami. Mwimbaji huyu alisema hii njia si rahisi. Njia ya kubeba msalaba sio rahisi vile tunaweza ifikiria, sio rahisi kama vile tunaweza taka, lakini ni njia bora, ni njia zaidi ya njia zingine, ni njia iliyo juu na iletayo utukufu kuliko mambo yoyote. Wapendwa, wakati unajinyima, wakati unasema sitakula, sitakunywa, wakati unasema sitafanya mambo haya, wakati unasema sitatenda dhambi, kuna heshima utapata katika maisha yako. Inua mikono yako, nataka uambie Bwana asante kwa yale mateso ambao naweza teswa kwa jina lako. Asante kwa sababu ya kujeruhiwa ninakoweza kujeruhiwa kwa sababu ya jina lako. Asante kwa yale ambao yanaweza kunipitia, lakini kwa sababu ya jina lako. My God, I give you glory. My God, I give you glory. Oh, rapasela rabosande. Nitabeba msalaba huu kwa sababu ndio utakaoleta heshima kwangu. Nitaubeba msalaba huu maana ndio utakaonipea utukufu. Nitabeba machungu haya ambao ninapitishiwa na mambo
mambo na hali zangu, nikijua kwamba yataleta utukufu siku moja. Somebody just lift up your voice na uambie Mungu, nipe nguvu nisiaibikie msalaba, nisiaibike kwa sababu ya mateso kwa ajili yako, nisiaibike kwa sababu ya machungu ninayopitia kwa sababu ya jina lako. Yes, ningefanya kama wengine, ningekuwa hata bora kuwaliko, lakini I take this in pride that when I have done what is right, there is a glory that is coming upon me. There is a glory that is coming upon me. Oh, I give you glory and I give you honor because you are worthy. Oh, shalamakatela labo, lipalala sandara babo. Oh, shanakatere barabazanda. La sinji arahisi, la sinji arahisi, kutembea na Yesu huongoza safari, mazito huyarahisisha. Lift up those hands to God. Omba pamoja nami, sema Bwana, unipe nguvu ya kuvumilia mateso ya msalaba niliyoubeba kwa ajili ya jina lako. Kwa hiari yangu nataka kuubeba, kwa hiari yangu nataka kuchukua, ili nipate heshima na kibali machoni pako, na ili nione makuu ulioniwekea. Bwana, nipe uwezo na kukumbuka kuidharau aibu ya msalaba, kudharau mateso, ili nifikie utukufu na ufufuo upatikanao na waubebao msalaba, kama nitakavyoubeba kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Father, I pray that the grace to bear the cross will be upon us. Kama vile Yesu alisema, si mapenzi yangu lakini ni mapenzi yako yatimizwe. Nami naomba kwamba yeyote ambaye atajipeana kutimiza mapenzi yako kwa kubeba msalaba, na apate ile heshima na apate utukufu wako. Katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. God bless you. We can give a praise in the house of the Lord. May you carry the cross, and may you remember there is a great glory and honor as you bear the cross. Unaweza dharauliwa, unaweza aibika kwa sasa, lakini msalaba ule uliubeba ama umeubeba, una heshima na utukufu mwingi mbele yako. Bwana awabariki sana. We may have our seats in the name of the Lord as we engage or we get into the next service.